Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena sisi pande zote. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumekusanyika, na ibada tulio nayo ni ibada ya kujifunza neno la Mungu. Tukimaliza wiki hii kwa jina la Yesu na tukianza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu Kristo, msingi wa maisha yetu ukizidi kujengwa katika neno la Mungu lilo hai, ambalo latosha kabisa kutuokoa sisi wanadamu. Neno la Mungu ndio kweli, kweli yote. Neno la Mungu ndio ambalo litakuweka huru wewe mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linatuambia tutaijua kweli na hii kweli itatuweka huru. Neno la Mungu ndio litakufanya kuwa na utulivu katika maisha yako hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayesema nani Mama Elwa, Jesus is the way. Kwa moyo wa upendo kabisa na kukaribisha katika ibada hii. Na uwepo wa Mungu uko katikati yetu kwa ajili ya kutuhudumia. Roho Mtakatifu wa Mungu yupo kwa ajili ya kulithibitisha neno lake kwa utukufu wa jina la Yesu. Haleluya. Tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Labda kabla sijafungua ibada hii, labda nikupe ujumbe ambao Roho wa Mungu ameukusudia. Unasema ya kwamba kataa kabisa kuwa mtoto wa Mungu asiyejiamini. Yatupasa kukataa kabisa kuwa watoto wa Mungu Baba asiyejiamini. Kataa. Tuombe. Asante Roho Mtakatifu. Baba, asante kwa nafasi uliotupa ndani yako. Nasi katika jina la Yesu tunazidi kukusanyika. Tumekusanyika kwa jina lako Yesu, Mwana wa Mungu uliye hai, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana, katika agano la damu yako nimesimama mtumishi wako Bwana Yesu kwa ujasiri kabisa utokao kwako. Asante kwa ajili ya kanisa lako, watoto wako, wateule wako Baba. Asante kwa msamaha wa damu yako uliouachilia katikati yetu. Rehema zako na neema yako Baba zisimpungukie kila mmoja wetu. Nazidi kuingia kwenye kiti chako cha rehema na neema nikiwa nimelibeba kanisa lako. Ni watoto wako wa Bwana, wa kike na wa kiume pande zote za dunia. Baba, msamaha wa damu yako juu yangu na juu yao. Msamaha wa damu yako Baba usipunguke. Neema yako ni kubwa sana Baba, nasi tunakushukuru. Asante kwa kuwa kwako kuna msamaha Baba yetu wa mbinguni, jina lako ili jina lako litukuzwe na kuogopwa. Hata sasa Bwana umetufanyia makuu. Hata sasa Baba umetutendea makuu. Nasi tunakushukuru Baba. Asante kwa kuwa tunaimaliza wiki hii kwa jina la Yesu. Na tunakwenda kuianza wiki nyingine kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa neno lako uliloliachilia katikati yetu tupate kulisikia. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Endelea kufungua ufahamu wetu, akili zetu tupate kuyaelewa maandiko. Na damu ya Yesu Kristo yenye kusafisha, yenye kutakasa, katika jina la Yesu Kristo ikatutakase fahamu zetu, akili zetu, mioyo yetu, nafsi zetu, katika jina la Yesu Kristo, katika kulipokea neno lako kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante kwa uponyaji wa neno lako sasa unaopita juu ya kila mmoja wetu. Asante Bwana Yesu kwa neno lako linalokwenda kutuinua na kutupeleka hatua nyingine kabisa, utukufu hadi utukufu, imani hadi imani, katika jina la Yesu Kristo. Hakutokuwa na wakurudi nyuma, hakutokuwa na wakukata tamaa katikati yetu, hakutokuwa na mwenye kulia tena katikati yetu, hakutokuwa na mgonjwa tena katika jina la Yesu, kwa kuwa neno la Mungu ni uzima, linashuka na uzima wako na ushindi wako, ushindi wa damu yako Yesu ulioko katika neno lako. Baba, nasema asante, uweza wako, asante kwa kuwa uko katikati yetu. Tuseme nini juu ya haya Baba? Wewe Mungu uko upande wetu na hakuna kitakachokuwa juu yetu hata milele na milele. Asante Roho wa Bwana, naendelea kuifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Kila inapopita, inapita katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo, hakutakuwa na falme za giza, wala wakuu wa giza, wala wakuu wa anga, wala shetani na mawakala wake wote, wakiwemo majeshi ya mapepo mabaya, mapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, watakaoweza
kuzuia kusudi la Mungu alilolikusudia kupitia ibada hii. Nami kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, natamka mapenzi yako Mungu Baba yazidi kutimia hapa duniani kama huko mbinguni. Nami kwa jina la Yesu Kristo, kwa ufunguo mkuu wa damu ya Yesu, na ufungulia ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo pande zote za dunia, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ufalme wako Mungu Baba uje hapa duniani kama huko mbinguni. Ufalme wako kwenye mioyo yetu, kwenye nyumba zetu, kwenye kizazi chetu. Ufalme wako Bwana Yesu ukadhihirike, na jina la Bwana wetu Yesu Kristo litukuzwe, na wote watakaotuona Bwana wakakiri ya kwamba hakika Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya, amen, amen. Mtoto wa Mungu, niko hapa leo kukwambia kataa kabisa kuwa mtoto wa Mungu asiyejiamini. Amen. Neno la Mungu la Wakorintho wa kwanza ule mlango wa kwanza mstari wa 31 linatuambia, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Yaani maana yake, kama kuna eneo tunatakiwa tujisifie nalo hapa duniani, tutembee nalo kifua mbele, ni juu ya Bwana Yesu. Yaani kila aonaye fahari, kila aonaye kujisifu, kila aonaye kifua mbele, awe na ujasiri wa kifua mbele kwa sababu ya Bwana. Yaani tujisifu katika Kristo Yesu. Tujisifu katika Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Haleluya. Niko hapa kwa kukwambia ya kwamba lazima ujiamini. Ni lazima utembee kwa kujiamini. Wewe mtoto wa Yesu, wewe ambaye umemwamini Yesu, wewe ambaye Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye umekombolewa kwa damu ya Yesu, lazima ujiamini. Sasa leo ninakupa sababu za mimi na wewe tujiamini. Sababu za mimi kujiamini ndani ya Yesu Kristo ndio hizi. Sasa na nimeliweka ili somo kwamba mimi ili hata wewe unaposoma uwe na ushuhuda huu. Amen. Ninakwenda kukushuhudia na wewe uchukue ushuhuda huu ukijiweka hapo, ni wewe. Na ushuhuda huu ukakupe kusonga mbele. Kumbuka hizi ni sababu chache tu kati ya sababu nyingi zisizohesabika. Sasa ni maombi yangu ufunguliwe na kuinuka kiimani. Neno hili kutoe kwenye maisha ya kujiona haufai. Neno hili kutoe kwenye maisha ya kuonewa. Neno hili kutoe kwenye maisha ya kutaka kuonewa huruma. Jiamini ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Ni sababu ya kwanza, ninajiamini kwa sababu nina uhakika na pendo la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu maishani mwangu. Hebu sema na wewe sentensi. Sema, ninajiamini kwa sababu nina uhakika na pendo la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu maishani mwangu. Neno la Mungu linasema katika Yeremia 31 mstari wa 3, nakupa na maandiko. Yeremia 31 mstari wa 3, Mungu Baba ameniambia hivi, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, mimi nilalapo, niamkapo, nitembeapo, jambo moja ninalijua kwamba nimependwa na Mungu Baba, muumbaji wa vyote. Hata watu wapinge, hawawezi kulibadilisha hili wala kulipindua hili. Umependwa na Mungu. Nina uhakika na pendo la Mungu, ndio maana ninajiamini kwenye maisha yangu. Amesema, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hata ile Mithali 8 mstari wa 17, neno la Mungu linasema ninawapenda wale wanipendao, asema Bwana. Sasa mimi kama mimi nimechagua kumpenda Mungu Baba kuliko chochote kile na kuliko yoyote yule. Kwa sababu hiyo nina uhakika pia na pendo lake. Anasema ninawapenda wale wanipendao. Sasa niko hapa kukuuliza, we haumpendi Mungu? Si unampenda? Basi kama unampenda, neno hili pia, ile nguvu iliyomo katika neno hili ipo kwenye maisha yako pia. Jiamini. Jiamini kwa sababu ya uhakika wa pendo la Mungu katika maisha yako. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sababu ya pili ya mimi kujiamini. Ninajiamini kwa sababu nina garantii ya kutosahauliwa na Mungu Baba milele. Hata wanadamu wanisahau, hata ndugu wanisahau, hata marafiki wanisahau, ninajua jambo moja tu, Mungu Baba hawezi kunisahau milele. Hebu sema na wewe, ninajiamini kwa sababu nina garantii ya kutosahauliwa na Mungu Baba milele. Haleluya. Isaya 49 ule mstari wa 14 mpaka 16, neno la Mungu linaniambia hivi, naam, hawa waweza kukusahau. Yaani hawa wanadamu wanaweza kunisahau, lakini Mungu anasema hivi, lakini mimi sitakusahau wewe. Haleluya. Tazama, nimekuchora katika viganja vya mikono yangu na kuta zako ziko mbele zangu daima. Mungu ametuchora kwenye viganja vya mikono yake na kuta zangu mimi ziko mbele za Mungu daima. Hivi ananisahau vipi wakati kanichora kwenye viganja vya mikono yake na kuta zangu, yani mipaka ya maisha yangu, iko mbele zake daima? Kwa mimi kama mimi, Mama El, ninajiamini kwa sababu nina garantii ya kutosahauliwa na Mungu Baba. Na hii, mtoto wa Mungu, itakufanya uwe jasiri katika Kristo Yesu. Hutatikisika. Kuna watakao kuja, wataondoka, lakini Mungu anabaki pale pale, hatokusahau. Kuna utakao wasaidia, watakusahau, lakini Mungu hatosahau wema wako wewe. Kwa hiyo jiamini. Sababu ya tatu, ninajiamini kwa sababu nina garantii ya kutokuachwa na Mungu Baba milele. Milele yote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yohana 44 mstari wa 16. Bwana Yesu ameshalifanya hili ninalokuambia, ambalo neno la Mungu limetuthibitishia katika Yohana 14 mstari wa 16. Anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambayo ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi, yani sisi katika Kristo Yesu tunamtambua Roho Mtakatifu, maana anakaa kwenu, anakaa kwetu sisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nina garantii ya kutoachwa na Mungu Baba milele, kwa sababu huyu Roho wa Mungu anakaa na mimi milele. Kwa hiyo ni vizuri dunia ikajua kujiamini kwangu ni kwa sababu sipo peke yangu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jiamini kwa sababu una garantii ya kutokuachwa na Mungu. Jiamini, mtoto wa Mungu. Yohana 14 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, Yesu akajibu, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sasa niko hapa kukuuliza, wewe umpendi Yesu? Unampenda. Ulishiki neno lake? Unalishika. Basi Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wako na wewe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wako na mimi. Mimi na garantii ya Mungu Baba aliyeziumba mbingu na nchi, hatoniacha, yuko na mimi milele. Amen. Amenipa na msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa haya yote niko hapa kukwambia yananifanya mimi katika Kristo Yesu nitembee kifua mbele, na kila aonaye fahari aone fahari juu ya Bwana. Haleluya. Sababu ya 4 ya mimi kujiamini. Ninajiamini kwa sababu nimezaliwa na Mungu Baba
kwa mara ya pili. Maana yake nimeokoka. Haleluya. Mimi nimeokoka. Kwa sababu hii, mimi nipo ndani ya ufalme wa Mungu kuanzia hapa duniani. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa 1 mstari wa 3. Na kila aliyezaliwa mara ya pili, aliyeokoka, anatakiwa ajiamini. Kwa sababu ile tu Mungu kukuzaa mara ya pili, manake amekuchagua, amekupenda. Neno la Mungu linasema katika waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa 1 mstari wa 3, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini. Haleluya. Tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwa hiyo ile siku ambayo mimi nimeamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, amekuja duniani, amekufa na amefufuka kwa ajili yangu. Mimi nilipoamini hivyo na nikakiri kwa kinywa changu, mimi ile siku nimezaliwa mara ya pili kwa mapenzi ya Mungu. Na neno la Mungu linasema katika waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa 1 mstari wa 23, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima. Na wote tuseme amen. Umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima. Wapendwa, sisi kupitia neno la Mungu liletalo uzima, tumemwamini na kumpokea Bwana Yesu, tumeokoka. Kwa hiyo Mungu Baba amenizaa mara ya pili. Hakika mimi sio wa kawaida. Yaani kama mimi nimezaliwa na Mungu, mimi sio wa kawaida. Kwa hiyo na wewe ambao una ushuhuda huu, wewe sio wa kawaida, jitambue, jiamini. Yohana 3 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mimi ninauona ufalme wa Mungu kuanzia hapa duniani na ninatembea ndani yake na ninajiamini katika hilo. Amen. Hakuna falme za giza wala vijifalme vya giza venye uhalali wa kushika maisha yangu mimi na kufuatilia maisha yangu mimi. Na kwa sababu Mungu ameniahidi mimi wokovu, mimi na nyumba yangu na kizazi changu, basi hakuna falme za giza wala vijifalme vya giza vitakavyoweza kushika kizazi changu mimi, kushika nyumba yangu mimi, kushika eneo lote la maisha yangu, kwa sababu mimi tayari natembea ndani ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na watakapojaribu wanaharibikiwa wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sababu ya 5, kwa nini ninajiamini? Kwa nini nina ujasiri? Nina ujasiri kwa sababu mimi nimeshakombolewa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu sema na wewe, nimeshakombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa sababu hiyo nina ujasiri. Nina ujasiri hapa duniani. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa 1 mstari wa 18 na wa 19. Neno la Mungu linasema, nanyi fahamuni ya kwamba mlikombolewa. Fahamu, uwe na ufahamu. Na hili neno ndio linakupa ufahamu. Fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha au dhahabu, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Haleluya. Wapendwa, umekombolewa kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani damu ya Yesu Kristo. Hebu soma hili neno vizuri. Je, unafahamu wewe ukombozi wako hautokani na vitu vinavyoharibika? Sasa niko hapa mimi kukwambia, mimi nina ujasiri kwa sababu mimi sipo kwenye fungu la wanaotaka kukombolewa kwa vitu vinavyoharibika kama fedha, dhahabu, mafuta, chumvi, udongo, keki sijui za upako. Hilo fungu sio fungu langu mimi. Mimi nina ujasiri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nina ujasiri kwa sababu nimekombolewa kwa vitu visivyoharibika. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Yaani mimi sijakombolewa
samani, sijakombolewa kwa hivyo vitu vinavyoharibika, bali nimekombolewa kwa damu ya thamani, damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu hiyo, mimi sitakimbia huku na huku. Mimi sio mtu wa kukimbia huku na huku, wala sitatoa mali zangu kwa ajili ya kuchukua vitu vinavyoharibika vinikomboe. Chumvi haiwezi kukomboa maisha yangu mimi. Fedha, dhahabu, mafuta, udongo haviwezi kukomboa maisha yangu mimi. Na siko kwenye fungu hilo la kukimbia huku na huku. La kupoteza mali zangu. Mungu amenipa utajiri na heshima, nipoteze mali zangu kutafuta huo ukombozi, wakati neno la Mungu linaniambia, nanyi fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya thamani. Mmekombolewa kwa damu ya thamani. Tumekombolewa kwa damu ya thamani, yani ya Kristo. Sasa mimi nimeijua sadaka iliyokwisha kunikomboa mimi, inaitwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo niko hapa kukushuhudia, nina ujasiri. Amen. Amen. Na utazidi kuniona napanda juu 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 juu. Hakuna mahangaiko ya kukimbia huku na huku. Amen. Sasa neno la Mungu linakwambia na wewe fahamu hili, utembee kwa ujasiri huu. Sababu ya 6, ninajiamini kwa sababu ninalindwa na nguvu za Mungu aliye hai milele. Haleluya. Ninalindwa na nguvu za Mungu milele. Mungu aliye hai, siongelei miungu. Ninaongelea huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa 1 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Sasa hapa ndio unaona kwamba siogopi shetani, siogopi majini, siogopi wachawi. Mimi sipo kwenye fungu wanaolindwa na ilizi wala mizimu wala matambiko, na wala siwaogopi hao, kwa sababu neno la Mungu linasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hebu sema, tamka, ninalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Unaamini hili? Hata nipate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Na neno la Mungu la Kutoka 23 mstari wa 22, neno la Mungu linatuambia hivi, Mungu Baba anasema yeye mwenyewe, nitakuwa adui wa maadui zako na mtesi wa hao wakutesao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yaani anayejiinua kuwa adui wa mtoto wa Yesu, Mungu mwenyewe anainuka kuwa adui wa huyo mtu. Anayejiinua kuwa mtesi wa mtoto wa Yesu, Mungu mwenyewe anakuwa mtesi wa huyo anayekutesa. Sasa una mashaka ya nini? Unaogopa nini? Yohana 17 mstari wa 15. Yesu Bwana ninayemwamini aliniombea maombi haya katika Yohana 17 mstari wa 15. Ameniombea hivi. Anasema, wao sio wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Yaani anasema sisi sio wa ulimwengu, mimi si wa ulimwengu kama yeye Yesu asivyo wa ulimwengu. Alafu akaongeza akasema hivi, lakini mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Lakini Yesu hakuomba tutolewe katika ulimwengu. Anasema bali uwalinde na yule mwovu. Haleluya. Tunalindwa sisi wapendwa, tunalindwa. Lakini kinachokufanya ufeli ni nini? Huijui kweli. Hebu niambie, kutoka tulipotoka ile sababu ya kwanza mpaka hii sababu ya 6, ukitembea katika neno la Mungu hili, mashaka yanatoka wapi? Mashaka yanatoka wapi? Kujiona ufai kunatoka wapi? Kutafakari uadui kuliko kutafakari nguvu za Mungu anazokuahidia hapa kunatoka wapi? Ijue kweli na kweli kuweke huru katika jina la Yesu. Sababu ya 7, mimi ninajiamini kwa sababu
Mimi ni mtoto wa Mungu aliye hai na hakuna kubadilisha hili, na hatotokea kamwe. Sikiliza, Yohana 1:12. Neno la Mungu linasema wote waliompokea nani? Waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Nimeshawezeshwa mimi kufanyika mtoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hebu sema, ninajiamini kwa sababu mimi ni mtoto wa Mungu. Wale waliaminio jina lake, jina la Yesu, wote tuliompokea Yesu na kuliamini jina lake, tumeshafanyika kuwa watoto wa Mungu. Full stop. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hakuna wa kupindua, hakuna wa kubadilisha hili. Na neno la Mungu linaniambia katika Warumi 8:16 na 17, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Yaani Roho Mtakatifu anashuhudia na roho yako. Kwa hiyo hata binadamu apinge, yaani wewe ni mtoto wa Mungu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto wa Mungu basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Hii ni Warumi 8:16 na 17. Alafu ile waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 1, neno la Mungu linasema tazameni, kuwa macho, ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wake, na ndivyo tulivyo. Hebu sema, ndivyo nilivyo. Sasa hilo wazo la kukwambia Mungu amekuacha, baba yako amekuacha, yani wewe uko peke yako, yani unamuona kwamba shetani ana nguvu, wewe, hilo wazo linatoka wapi? Unajua kanisa limekuwa lina tafakari sana giza kuliko kutafakari nuru ambayo tayari imeshafunuliwa katikati yetu. Yaani kila wakati ukiona waliokoka shindwa. Sikiliza, yaani huyu Mungu aliyekuokoa ni Mungu mkuu, ni muweza wa yote, ni baba yako. Baba huyu anamwachaje mtoto wake? Yaani Mungu mimi ananiachaje? Ameahidi, ameapa hatoniacha. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wanawake, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Sasa sikiliza, hii ni waraka wa kwanza wa Yohana ile mlango wa 3 mstari wa 1. Mimi niamkapo, nilalapo, nitembeapo, mimi ni mtoto wa Mungu, na wewe ni hivyo hivyo. Sasa neno linatuambia ulimwengu ukipinga ya kwamba wewe sio mtoto wa Mungu, unapinga kwa sababu hawamjui Mungu baba yako. Kwa hiyo hata wewe mtoto wake hawawezi kukujua. Wangemjua Mungu wangekujua na wewe. Kwa hiyo wewe kisikusumbue, jitambue tu wewe ni mtoto wa Mungu, na hakuna wa kubadilisha hili. Hatozaliwa na hakuna. Si kuzimu, si duniani, si juu mbinguni. Yaani hakuna wa kubadilisha hili, imeshakuwa. Mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu halitopita kamwe. Sababu ya nani? Ninajiamini kwa sababu nina uhakika na mema ya Mungu maishani mwangu. Nina uhakika na mema ya Mungu Baba kila siku. Yaani kila siku ya maisha yangu hapa duniani mimi nina uhakika na mema ya Mungu Baba aliye hai. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Neno la Mungu linasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake, ambalo ni mimi na wewe. Anafanya kazi pamoja na sisi kutupatia mema. Sisi tumeitwa kwa kusudi lake. Kwa neno hili, hakika mema ya Mungu yapo na mimi siku zote. Mabaya sio fungu langu mimi. Yaani wanaosubiri mabaya nipate, watasubiri sana. Na ubaya wanaokusudia maadui juu ya eneo lolote la maisha yako wewe mtoto wa Mungu, sio fungu lako. Ubaya sio fungu letu sisi. Ndio maana wanakusudia mabaya kwetu, wanaharibika wao. Wanazidi kudidimia wao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu jitambue.
Yaani hapa ninayashuhudia haya na kukupa maandiko. Amini, utapata wokovu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nikupe sababu ya 9. Nakosa maneno ya kusema kwa sababu watoto wa Mungu sasa hivi wamekaa, yani kama ni watu ambao wanafuatiliwa tu na nguvu za giza. Yani wewe unawaza nguvu za giza tu, unawaza nguvu za giza tu. Umwaze Mungu na nguvu zake. Embu funguka kwa jina la Yesu. Waza ushindi aliyokupatia Yesu msalabani. Waza yale ambayo tayari Yesu aliyapitia kwa ajili yako. Alichubuliwa, akapata maumivu ili wewe usiishi kwenye magonjwa tena. Usiishi, yani mwili wako uwe na raha. Amen. Raha ni haki yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu alipitia umasikini ili wewe uwe tajiri. Neno la Mungu linasema ingawa alikuwa tajiri, akajifanya masikini ili katika umasikini wake sisi tuwe matajiri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu alishinda. Ameshinda kuzimu, amemshinda shetani, ameshinda mauti, ameshinda dhambi ili sisi tushinde haya yote ndani yake. Sasa hayo mashaka ya kila wakati, nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za giza. Sikiliza, umeshakombolewa kwa damu ya Yesu. Amini, simama hapo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuko sababu ya ngapi wapendwa? Ya 9. Ninajiamini kwa sababu nimeitwa na Mungu Baba kwa kusudi lake. Amen. Nimeitwa na Mungu Baba kwa kusudi lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumetoka kusema mema ya Mungu yapo maishani mwetu. Ninajiamini kwa sababu nimeitwa na Mungu Baba kwa kusudi lake. Warumi 8:24. Nasi twajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, wale walioitwa kwa kusudi lake. Sisi tumeitwa kwa kusudi lake. Kwa neno hili sijajiita. Amen. Kwa hiyo wale wanaokuinulia sauti zao wanakwambia si unajifanya wewe ni mtumishi wa Mungu, hujajiita, umeitwa na Mungu. Acha waongee. Sijajiita mwenyewe wala sijaitwa na mtu. Amen. Bali nimeitwa na Mungu, tena kwa makusudi yake Mungu, si makusudi yao wao. Na aliyeniita yuko na mimi kunisaidia kile alichonikusudia nikifanye, nipate kukifanya. Amen. Tena kwa ufaulu mkubwa sana. Na Mungu Baba aliyeniita anakitimiliza kile alichokikusudia ndani yangu. Kwa hiyo wapendwa, kufeli sio fungu langu na kufeli sio fungu lako wewe uliyeitwa na Mungu Baba. Je, unaamini Mungu amekuita? Ukiamini hili utasimama na Mungu. Utojali, utotafuta habari kwingine, utatafuta habari kwa huyu aliyekuita na huyu ndio utakayemtumikia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sababu ya 10. Ninajiamini kwa sababu nimechaguliwa na Mungu Baba toka mwanzo. Yaani ingawa unaniona labda nimeibuka tu, lakini mimi nimechaguliwa toka mwanzo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Warumi 8:29. Neno la Mungu linasema hivi, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili. Haleluya. Kwa neno hili sijajichagua. Kumbuka nimetoka kuambia sijajiita. Sasa ninakwambia hivi, sijajichagua wala sijachaguliwa na mwanadamu, bali Mungu Baba amenichagua. Na ndivyo ilivyo kwako wewe, mtoto wa Mungu. Kwa neno hili mimi sipo kwa bahati mbaya wala sifanyi kazi ya Mungu kwa bahati mbaya. Kabla hata wazazi wangu hawajanijua, Mungu Baba alishanijua. Ndio maana ninajiamini katika kutembea kwangu, katika utumishi wa Mungu ndani yangu, katika hatua za maisha yangu. Kwa hiyo, maisha yangu yote, hatima yangu yote iko mikononi mwake Mungu Baba aliye hai. Jana yangu, leo yangu, kesho yangu iko mikononi mwa Mungu. Kwa sababu hiyo, hakuna wa kuharibu maisha yangu. Hakuna wa kuiharibu hatima yangu. Imeshapangwa na aliye juu. Na yote yanakwenda kutimia.
yote Mungu aliyoyapanga, na hivyo ndivyo hata kwako katika jina la Yesu. Hakuna wa kuharibu hatima yako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kwa kuwa wewe umechaguliwa toka mwanzo na Baba, umeitwa na Baba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unajua, ukisikia hili neno, haya maneno na ushuhuda, kujitumainia kunaisha. Unamtumaini huyu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na amesema mnitumaini mimi kwa mioyo yenu yote, msizitegemee akili zenu, katika njia zenu zote nikirini mimi, asema Bwana, naye Mungu anasema atayanyosha mapito yako. Sababu ya 11, wapendwa, ninajiamini kwa sababu mimi na Bwana Yesu tunafanana. Amen. Haleluya. Yaani mimi na Bwana Yesu tunafanana. Unajuaje Mama Eli? Ninajua kwa sababu naliamini neno la Mungu limenihakikishia. Warumi 8:29. Neno la Mungu linasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua wafananishwe na mfano wa mwana wake ambaye ni Yesu, ili yeye Yesu, neno la Mungu linasema, awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Yesu ni mzaliwa wa kwanza katikati yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Mungu anasema alituchagua akatufananisha na mfano wa mwana wake. Kwa hiyo, kwa neno hili mimi ninafanana na Bwana Yesu. Amen. Ndani mpaka nje, na shetani analijua hili. Anaponiona mimi anamwona Yesu. Kwa hiyo kama yeye alivyoyashinda yote ya dunia, huyu Yesu, mfano alishinda dhambi, alishinda mauti, alishinda magonjwa, alishinda uchi, alishinda kudharauliwa, alishinda aibu, alishinda mateso, alishinda. Sasa kama yeye alivyoshinda, hata mimi nimeyashinda ndani yake, kwa sababu ninafanana naye. Haleluya. Na kwa sababu hiyo ninajiamini. Na wewe jiamini kwa neno hili katika jina la Yesu. Sababu ya 12. Ninajiamini kwa sababu Mungu Baba amenihesabia haki. Warumi 8:30. Neno la Mungu linasema, na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Kumbuka tumechagula tangu asili, tangu mwanzo. Tukaitwa, hatujajiita. Tumechaguliwa, hatujajichagua. Alipotuita, ametuhesabia haki. Yaani Mungu ametuhesabia haki mbele zake, yeye ametuhesabia haki. Sasa shauri yako unaikaa kwenye hukumu tu. Yaani hukumu za wanadamu, hukumu huku. Ijue kweli ikuweke huru. Umehesabiwa haki na Baba yako. Kwa neno hili mimi sipo kwenye vifungo vya dhambi tena. Sipo kwenye vifungo vya kujihukumu na kuhukumiwa. Unajua kuna watu hata wanapoomba msamaha kwa Mungu bado wanajihukumu tu. Yaani hawaamini kwamba Mungu amewasamehe. Mimi sipo kwenye hilo fungu la kujihukumu na kuhukumiwa. Na wewe kataa, sema sipo huko kwa jina la Yesu. Mimi ni mwenye haki wa Mungu. Tamka, sema mimi ni mwenye haki wa Mungu. Nina haki ya uzima, nina haki ya afya, nina haki ya amani, nina haki ya utajiri, nina haki ya heshima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika Kristo Yesu nina haki. Nina haki ya kuishi. Na kwa sababu hiyo shetani hana haki na maisha yangu tena. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 1 mstari wa 7. Sikiliza neno la Mungu linasema, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Yote. Dhambi zote zimesafishwa. Na Warumi 3 mstari wa 21 mpaka 25. Neno la Mungu linatuambia, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika. Wapendwa, neno la Mungu linatuambia imedhihirika, imeshadhihirika. Hatuisubiri tena. Tumeshadhihirishiwa haki. Neno la Mungu linasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Wewe unayemwamini Yesu unahesabiwa haki bure kwa njia ya hiyo imani. Haki ya Mungu, sio haki ya wanadamu. Sasa shauri zako wewe unayotafuta haki, sijui kwa mtumishi wako, sijui wapi unatafuta haki. Unatafuta haki ya dini yako. Sisi wengine tunahesabiwa haki na Mungu.
iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Neno la Mungu linasema wanahesabiwa haki bure. Sasa unapoambiwa utoe sadaka ili usamehewe, ni kukosa maarifa. Unahesabiwa haki na Mungu bure. Hakuna sadaka inaweza kumtoa mtu kwenye dhambi zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu ya utakaso, ya kusafishwa. Damu ya Yesu tu ndio sadaka ya ukombozi. Amen. Neno la Mungu linasema, ngoja nirudie hii mistari mizuri kabisa taratibu. Warumi 3 mstari wa 21 mpaka 25. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Kwa kama unaamini, uko kwenye fungu hili la kuhesabiwa haki. Neno la Mungu linaendelea kusema wanahesabiwa haki bure, sio kwa pesa. Tena neno la Mungu linasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Yaani ni upendeleo wa Mungu. Mungu ameshafanyia kazi hichi kitu. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ambaye Mungu Baba amekwisha kumuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Haleluya. Unataka uambiwe nini tena hapa? Unataka Mungu akwambie maneno gani zaidi ya haya? Unataka faraja gani? Unakimbia huku na huko kutafuta faraja gani zaidi ya faraja hii? Sikiliza. Hebu sema, ninahesabiwa haki bure kwa neema. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ambaye Mungu Baba amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake Yesu. Sasa mtoto wa Mungu, hebu jitambue. Jitambue tu, funguka kwa jina la Yesu. Jitambue mtoto wa Mungu. Acha Ukristo wa kuishi kwa kuhukumiwa na watu. Wewe mwenyewe unajihukumu, unakuwa hausongi mbele, unakosa ujasiri, unakosa amani. Sio maisha Mungu aliyokukusudia. Neno la Mungu linaniambia wenye haki, ambao ndio sisi tuliohesabiwa haki na huyu Mungu, ni majasiri kama simba, lakini waovu watakimbia huku na huku, wanakimbia pasipo hata kufuatiwa na mtu. Sasa wewe fungu lako ni lipi? Bwana Yesu apewe sifa sana. Na damu ya Yesu ipate kukufungua in Jesus name. Sababu ya 13. Roho Mtakatifu nisaidie. Nifike ulipo nikusudia kufika. Ninajiamini kwa sababu Bwana Yesu amenipa mamlaka ya kumkanyaga shetani na mawakala wake na nguvu zake. Na hakuna cha kunidhuru. Luka 10 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za ule adui, wala hakuna kitakacho wadhuru. Kwa hiyo shetani, majini, wachawi, mapepo na kila kiumbe cha giza wako chini ya miguu yangu mimi. Na nguvu zao zote ziko chini ya miguu yangu mimi, mtoto wa Mungu. Ziko chini ya miguu yako. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga. Una amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho kuzuru. Sema amen. Warumi 16 mstari wa 19 mpaka wa 20. Neno la Mungu linasema, lakini nataka ninyi muwe wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Sema amesetwa chini ya miguu yangu upesi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Namaliza na hii ya 14. Nataka nimalize hapa. Ninajiamini kwa sababu ndani ya Yesu Kristo nina garantii ya kushinda mambo yote. Nina garantia kushinda mambo yote. Neno la Mungu linasema Warumi 8:37, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Amen. Wote tuseme amen. Na Wafilipi 4:13 neno la Mungu linasema ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nitaishia hapa. Hakika mtoto wa Mungu niko hapa kukwambia haya ni machache sana ya kujiamini nayo ndani ya huyu Yesu. Haya ni machache sana ya kujivuna nayo ndani ya huyu Bwana Yesu. Maana yako mengi yasiyohesabika
ya sisi kujiamini ndani yake. Na leo hii ninatamka neno hili katika jina la Yesu. Ninakutamkia upokee sasa neema ya kujitambua na kujiamini ndani ya Yesu Kristo. Sema amen. Jitambue na kujiamini ndani ya ufalme wa Mungu. Uijue kweli, na kweli hii ya neno la Mungu ikuweke huru katika jina la Yesu. Amen. Damu ya Yesu ikufunike na ifunike wiki yako yote, ifunike maisha yako. Tembea kwa ujasiri. Kwa neno hili umefunguliwa. Haleluya. Mungu akubariki sana. Na Mungu Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144. Na namba nyingine ni +255 769145925. Uko huru. Tafakari hili neno la Mungu, uko huru. Kila mstari hapa unakupa uzima, unakupa hatua mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen.